Ndugu wanahabari na wananchi, hii ni taarifa kwa umma kuhusu utendaji kazi wa TAKUKURU kwa miezi mitatu kuanzia Oktoba 2025 hadi Disemba 2025. TAKUKURU mkoa wa Manyara yasaidia kurejesha shilingi milioni 15 za mapato ya halmashauri ya Kiteto. Taarifa hii ya leo inahusu mafanikio ya utekelezaji wa majukumu ya TAKUKURU mkoa wa Manyara kama nilivyosema kwa kipindi cha Oktoba 2025 hadi Disemba 2025, ambapo TAKUKURU kupitia ofisi zake za wilaya ya Kiteto imesaidia urejeshaji wa shilingi milioni 15 fedha za ushuru wa mifugo mnadani. TAKUKURU wilaya ya Kiteto kwa kushirikiana na ofisi ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kiteto imefanikiwa kurejesha kiasi cha fedha ambazo ni mapato yatokanayo na ushuru wa mifugo minadani pamoja na movement permit zilizokuwa zikikusanywa kwenye biashara ya mauzo ya mifugo kama vile ng'ombe, mbuzi na kondoo wilayani humo. Baada ya ufuatiliaji kufanyika, TAKUKURU ilibaini kuwa baadhi ya watumishi hawakuwa wakiwasilisha fedha benki kwa makusudi na kwamba fedha hizo walizitumia kwa maslahi yao binafsi. Aidha, baadhi ya wakusanya mapato hawakuwa wakitengeneza control number kwa ajili ya kuweka fedha walizokuwa wakikusanya benki, na hivyo kupelekea mfumo kutoonyesha malipo yaliyofanyika na halmashauri kukosa mapato. Kufuatia matokeo hayo, hatua mbalimbali za kiutawala zilichukuliwa ikiwa ni pamoja na watumishi hao kusimamishwa kazi na kiasi hicho kurejeshwa katika akaunti ya halmashauri. Ndugu wanahabari na wananchi, kama mnavyokumbuka ni kwamba kwenye huu ufuatiliaji uliofanyika mpaka sasa kuhusiana na mapato haya ya ushuru wa minadani wa mifugo ni kwamba imebainika kwamba baadhi ya watumishi hawakuwa wakiwasilisha fedha hizo benki kama nilivyosema kwa makusudi, na kwamba fedha hizo walizitumia kwa maslahi yao binafsi, kinyume na kifungu cha 37 kifungu kidogo cha pili cha sheria ya fedha za serikali za mitaa ya mwaka 2009 na vifungu vya 28 na 31 vya sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa. Kama nilivyosema, ufuatiliaji umefanyika ukabaini kwamba mabadiliko ya mfumo wa makusanyo ya mapato ya serikali kutoka mfumo wa LGCRS kwenda kwenye mfumo wa Tausi ambao unatumika sasa hivi na halmashauri katika ukusanyaji na ufuatiliaji wa mapato. Mfumo wa Tausi ulikuwa na mapungufu, ambao mfumo huo haukuwa unaonyesha taarifa za kiasi ambacho kimekusanywa na kiasi ambacho hakijawasilishwa benki za mapato yatokanayo na ushuru wa mifugo minadani, pamoja na nilivyosema movement permit zilizokuwa zikikusanywa kwenye biashara ya mauzo ya mifugo kama vile ng'ombe, mbuzi na kondoo. Ufuatiliaji huu ulibaini kwamba watumishi wa vitengo vya tehama, watumishi wa vitengo vya uhasibu na wale ambao walikuwa wanahusika na kukusanya mapato katika halmashauri ya Kiteto walitumia vibaya nafasi zao na kujinufaisha na fedha za mapato ya halmashauri kwa maslahi yao binafsi. Lakini pia tunakumbuka kwenye ufuatiliaji imethibitika kwamba baada ya mfumo huu kufanyiwa maboresho, wanaita updates, na Wizara ya TAMISEMI, mfumo huu ulianza kuonyesha miamala yote ambayo haikuwasilishwa benki, ambapo ilikusanywa kwenye chanzo cha ushuru wa mifugo minadani na kupelekea baadhi ya watumiaji wa mifumo hiyo katika ngazi mbalimbali katika mkoa kuona mapato ambayo yalikuwa hayajaonyeshwa kwenye mfumo, na hivyo kuonyesha mapato hayo na wahusika kuwasilisha fedha hizo benki. Kwa hiyo TAKUKURU inaendelea kusisitiza uwajibikaji, uwazi na ushirikiano na wananchi katika kulinda mapato ya serikali kwa maendeleo ya mkoa wetu wa Manyara. Moja ya jukumu lingine tulilonalo ambalo tumelifanya kwa muda wa miezi mitatu
ni ufuatiliaji wa matumizi ya fedha za utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Kupitia ufuatiliaji wa matumizi ya fedha za utekelezaji wa miradi ya maendeleo iliyopo mkoa wa Manyara, TAKUKURU imefanikiwa kuhakikisha kuwa miradi ya maendeleo inatekelezwa kulingana na thamani ya fedha iliyotengwa, ambapo katika kipindi husika ilifuatilia matumizi ya fedha na utekelezaji wa miradi ya maendeleo 8 yenye thamani ya shilingi bilioni 2,272,903,076. Miradi hiyo ilikuwa katika sekta za elimu, afya na miundombinu ya barabara, ambapo baadhi ya miradi ilibainika kuwa na mapungufu na hatua mbalimbali zilichukuliwa kukabiliana na mapungufu hayo. Jambo lingine ambalo tumelifanya katika muda wa miezi mitatu ni uchambuzi wa mifumo. TAKUKURU mkoa wa Manyara kwa kipindi tajwa imefanikiwa kuziba mianya ya rushwa 12 katika mifumo minne ambayo ingeachwa bila kuzibwa ingesababisha kuwepo kwa rushwa katika utoaji wa huduma mbalimbali. Mifumo hiyo ni katika sekta za maji, mapato na utawala bora. Chambuzi zimewezesha kuimarisha mifumo ya makusanyo yatokanayo na madini ujenzi na ushuru wa malazi, hotel levy, ambao utapelekea kuongezeka kwa mapato, kuongezeka kwa uwajibikaji wa viongozi wa serikali za mitaa na vijiji kwa kutimiza sheria na kuitisha mikutano mikuu, pamoja na uimarishaji wa mfumo wa uendeshaji wa vyombo vya huduma za maji ngazi ya jamii CBWOs chini ya RUWASA. Jukumu lingine ambalo kubwa tumelifanya katika kipindi cha miezi mitatu kuanzia Oktoba hadi Disemba 2025 ni uelimishaji umma. Katika kipindi tajwa, TAKUKURU imefanikiwa kuwajengea uwezo wananchi wa mkoa wa Manyara kuhusu athari za rushwa na wajibu wao katika mapambano dhidi ya rushwa. Kupitia elimu hii tumeweza kufikia wananchi katika kata mbalimbali kupitia mikutano ya hadhara 25, semina 41, elimu kwa vijana kupitia klabu za wapinga rushwa 105. Aidha, elimu imetolewa kupitia vipindi vya redio 19, utoaji habari 6 na maonesho 9. Jukumu lingine kubwa ambalo tumelitekeleza kwa mujibu wa sheria yetu ya kuzuia na kupambana na rushwa ni uchunguzi. Katika swala nzima la uchunguzi tulipokea malalamiko 43. Kati ya hayo 26 yalihusu rushwa na yanaendelea kushughulikiwa katika hatua mbalimbali za uchunguzi, na 17 hayakuhusu rushwa, ambapo walalamikaji walipatiwa ushauri na wengine walielekezwa katika mamlaka husika kwa hatua mbalimbali. Kwa mfano, tuko hapa TAKUKURU, inaletwa taarifa kuhusu TANESCO. Tunachokifanya, tunachukua ile taarifa tunaipeleka TANESCO na mhusika anaelekezwa kwenda TANESCO na hatua zinachukuliwa. Upande wa mashtaka, katika kipindi hiki cha miezi mitatu tulifungua kesi 2 zilifunguliwa mahakamani, kesi 3 zinaendelea mahakamani, lakini kesi 7 zimeamuliwa, na kati ya hizo jamhuri imeshinda kesi 4. Nini mikakati ya TAKUKURU mkoa wa Manyara kwa kipindi cha Januari hadi Machi 2026? Kwa kipindi husika, TAKUKURU mkoa wa Manyara imejipanga kuendelea kuzuia na kupambana na rushwa kwa kuimarisha ufuatiliaji na usimamizi wa miradi ya maendeleo, kutoa elimu kwa wananchi kuhusu madhara ya rushwa, kuhamasisha uwajibikaji na maadili kwa watendaji wote, pamoja na kushirikiana kwa karibu na wadau wetu wote pamoja na wananchi. Aidha, TAKUKURU Manyara inaendelea kuhimiza uwazi katika matumizi ya rasilimali za umma na kupokea taarifa za vitendo vya rushwa kwa usiri mkubwa na ulinzi wa watoa taarifa. Wito wetu kwa wananchi. TAKUKURU inatoa rai kwa wananchi wote kushiriki kikamilifu katika mapambano dhidi ya rushwa kwa kutoa taarifa pale wanapobaini vitendo vya rushwa au ubadhirifu wa mali za umma,
tukumbuke kuwa miradi ya maendeleo ni kwa manufaa ya jamii nzima. Hivyo ushirikiano wa wananchi ni nguzo muhimu katika kujenga mkoa wa Manyara wenye haki, uwazi, maendeleo, mshikamano. Ni rai yetu, wito wetu, wananchi kujitokeza na kutoa taarifa pale inapohitajika TAKUKURU. Kuzuia rushwa jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu. Asanteni kwa kunisikiliza.